kwa ujasiri na kwa busara. Tunaomba kuwa na ujasiri wa kutosha na busara ya kuilinda imani yetu ili isishambuliwe na yule mwovu. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa hayo makuu anayotujalia. Shukurani ya pili kwa Mhashamu Baba Askofu Mkuu kwa kutuadhimishia mafumbo ya Mungu siku hii ya leo, ambapo kijimbo tumeuhitimisha mwaka huo wa jubilei. Baba Askofu Mkuu, mchungaji wetu mkuu katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam, asante kwa kuweka miundombinu hii na tena kutoa nafasi hii kwa sisi waamini kushiriki katika uwingi wetu, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya imani, lakini pia kuchota baraka ya kusonga mbele kwa busara na ujasiri kama tulivyosema. Asante Baba Askofu Mkuu. Tatu, tunamshukuru Baba Abate Christian Temo SB wa Abasia ya Ndanda ambaye ametafakarisha neno la Mungu, akituzamisha katika kuyatazama hayo mafumbo ya Mungu. Kwanza kumshukuru Mungu, kutazama wakati uliopita kwa moyo wa shukurani. Kweli Mungu ametutendea makuu, na pamoja na Nabii Samueli tunasema hata sasa Bwana ametusaidia, kwa sababu kila mmoja anauona mkono wa Mungu. Hivyo kila mmoja analo la kumshukuru Mungu. Sisi kama familia jimbo kuu la Dar es Salaam tunayo ya kumshukuru Mungu. Tunamwambia Mungu asante. Mhubiri wetu ametuambia tuupokee pia wakati wa sasa. Tena tuupokee sio tu kama kitu cha kupita, lakini tuuishi tikitiki wakati wa sasa kwa ujasiri mkubwa, tukizitazama changamoto zinazotukumba, lakini tujue Mungu yuko pamoja nasi. Ametutafakarisha tutazame wakati ujao kwa matumaini. Pamoja na yote yanayopita, tusipoteze tumaini letu katika Mungu. Daima tuyaweke matumaini yetu kwa Mungu. Tulikotoka ni mbali, tulipofika hapa ni mbali, na tunakokwenda ni mbali. Tunahitaji kukomaa katika matumaini ya kweli. Baba Christian Temo, asante sana kwa kutulisha neno la Mungu leo. Niwashukuru sana. Nafasi ya 4, wapendwa wanakwaya, asante kwa nyimbo zenu. Natoka nje ya somo. Sisi Wakatoliki tunao urithi wa imani tunayojivunia. Katika ule ukatoliki wetu ambao kuna wimbo Baba Dennis amesema utaimbwa, tunajivunia ukatoliki wetu. Tunao urithi wa imani, lakini pia tuna urithi wa liturujia, kwa lugha ya kuazima liturgical patrimony. Tuna urithi wa kiliturujia. Namna Mkatoliki anavyoimba, namna anavyosali inajieleza wazi. Na hilo lidumishwe na kuenziwa sana. Wimbo wa Mkatoliki utamtambulisha huyu ni Mkatoliki. Huwezi tu kuimba chochote tu, mwamba mwamba mwamba, chochote tu. Sisi tunayo ya kwetu. Namna Mkatoliki anavyosali, anapoanza sala yake na anapomalizia sala yake, inataja nini? Linapofika ombi letu sasa, tunamwomba nini Mungu sasa? Huyu utajua ni Mkatoliki. Huanzi tu kutaja chochote. Urithi wa kiliturujia. Hivi wanakwaya wetu, nilikuwa na asante mlivyotuandalia vijitabu. Asanteni sana, tumeshiriki wote. Asante. Bado niko nje ya somo. Katika urithi, kati ya urithi tunaokuwa nao si wa Katoliki, kuna yaliyoandikwa na yasiyoandikwa. Kuna urithi wa nidhamu. Mimi nikipanga safari na kwenda kumsalimia Mhashamu Baba Askofu Mkuu, mtaangalia navaaje. Ukija nyumbani kwangu
Ukiniona niko na hesabu nguruwe kule na sugua meno nguruwe nafanya hivyo, ni tofauti kabisa na ukiniona nimekwenda kwenye ofisi ya Mhashamu Baba Askofu Mkuu na kwenda kwa nidhamu yake. Nao ni urithi. Unajua huyu ni Mkatoliki anakwenda kumwona mkubwa wake. Hata huko tunakotoka leo nakwenda kwa paroko na shida 1 2 3, kuna namna yake, dressing code. Ni urithi. Hivi hata hapa tulipo tumetoka kila huko tukijua tunakwenda kwenye ibada, tunakwenda kuadhimisha kumbukumbu ya mashahidi wa Pugu, lakini kuhitimisha mwaka wa jubilei. Ukajipanga vizuri, nitavaa nguo gani leo, alafu katokea vizuri. Ni urithi huo, ni urithi na ni vya kudumishwa. Hivyo katika hayo siwashukuru tu wanakwaya, na washukuru na ninyi nyote, kila mmoja wenu aliyekuja katika vilima hivi kwa ajili ya maadhimisho haya. Tuendelee kuenzi, kuulinda huo urithi wa imani, na tuendelee kuenzi na kutunza urithi wote ambao Mama Kanisa Mtakatifu kwa namna mbalimbali ametupatia kama kitambulisho chetu, kama vinasaba vya maisha yetu wa Katoliki. Mwisho, ninamwomba kila mmoja wenu, kila aliye Mkatoliki, waombeeni viongozi wenu wa kiroho kwa dhati. Nasema kutoka katika dhati ya moyo wangu, waombeeni viongozi wenu wa kiroho. Shetani hana adabu na anajua nitampiga mchungaji, ndio mradi wake, hana mradi mwingine. Waombeeni viongozi wenu wa kiroho waendelee kusimama imara, waendelee kutulisha kwa neno na sakramenti. Tunahitaji huduma yao katika hija yetu ya kumwendea Mungu, na neno la Mungu linatukataza msimpe shetani nafasi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 27, msimpe shetani nafasi. Waombeeni viongozi wenu, na linaloambatana na hilo, usikubali Mkatoliki kufanywa kituko, usikubali kufanywa kinyago, mtu akaweka maneno kinywani mwako ya kulikejeli kanisa lako, ukalikejeli kanisa lako, ukajiita Mkatoliki, ukafanya vyovyote kinyume na kanisa lako. Wajibu wako ni kulilinda kanisa, kulinda uso wa Mama Kanisa Mtakatifu, kuto kuufedhehesha uso wa Mama Kanisa. Ikitokea kwa bahati mbaya umekubali kuwekewa maneno ukalifedhehesha kanisa, sisi hatutafanya kitu, lakini utaona aibu. Mwalimu aliwahi kusema, mtu mwenye akili akikwambia jambo la kijinga na wewe ukalikubali, na yeye akajua kabisa umelikubali, baadaye atakudharau. Hivyo sisi kwa namna yoyote ukakubali maneno ya mtu yakakaa kinywani mwako, yawe sema uongo na unasema, sambaza uongo unasambaza, andika uongo unaandika, na anajua kwamba una akili, baadaye anakudharau, ubaki salama. Hivyo tujilinde hata sisi wenyewe, pamoja na kuwalinda viongozi wetu, kuwaombea kwa Mungu viongozi wetu, kuwaombea ulinzi wa Mungu. Sisi wenyewe tujilinde, tusiwe vitenda kazi vya yule mwovu vya kulivuruga kanisa. Ni kwa namna hiyo tu kanisa letu litadumu kuwa moja. Asanteni sana na Mungu atubariki sote.